Kufunguliwa kwa muhuri wa 5. Ufunuo 6 mstari wa 9 hadi wa 11, naye inasema, na alipoifungua muhuri ya 5, nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu na kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao. Wakalia kwa sauti kuu wakisema, Mola mtakatifu mwenye kweli, hata lini kutohukumu wala kuipatia haki damu yetu kwa hao wakao juu ya nchi? Na wakapewa kila mmoja nguo ndefu nyeupe, wakaambiwa starehe bado muda mchache, hata itakapotimia hesabu ya wajoli wao na ndugu zao watakao wao vile vile kama wao. Asante rafiki yetu mwema, tunakuja mbele zako tukishukuru na kulihimidi jina lako kwa makuu ambao umetutendea katika maisha yetu, kwa ulinzi na uhai ambao umetupatia katika maisha yetu. Tunasema asante kwa yote ambao umetutendea. Tunakuja mbele zako tukiomba Baba, uwe pamoja nasi katika somo hili. Kaa ndani yetu, ukatakase mioyo yetu, ukasafisha mioyo yetu, ukaiandae kwa ajili ya kusikia sauti yako ikinena nasi kupitia somo hili. Asante kwa kuwa umejibu kupitia jina lenye nguvu, jina la Yesu Kristo. Amen. Mpendwa msikilizaji, Yesu anafungua muhuri wa 5 ambao unafananishwa na kanisa la Sardi. Kihistoria, muhuri wa 5 unaanza mwaka 1517 hadi mwaka 1798 baada ya Kristo, ambao ni mwisho wa miaka 1260 ya mateso ambayo yameonyeshwa katika kitabu cha Danieli. Katika Biblia takatifu, andiko la Ufunuo 6 mstari wa 9 linasema kwamba Yohana aliona chini ya madhabahu roho za wale waliouawa kwa ajili ya neno la Mungu. Swali muhimu ni kwamba madhabahu hii ina maana gani? Mpendwa msikilizaji, kwa mujibu wa SCD Bible Commentary, tafsiri ya madhabahu hapa inaeleka kwa namna ya kiishara, si madhabahu halisi ya mbinguni yenye roho halisi chini yake. Hii madhabahu ni mfano wa madhabahu ya dhabihu. SCD Bible Commentary inaweza kuwa hii inahusianishwa na madhabahu ya sadaka kuteketezwa iliyokuwa katika patakatifu pa Agano la Kale. Katika mfumo wa Israeli, damu ya sadaka ilimwagwa chini ya madhabahu. Ukipata muda wako soma Mambo ya Walawi 4 mstari wa 7. Kwa hiyo kuona roho chini ya madhabahu ni picha ya kwamba walimwaga damu yao waliouawa kwa ajili ya Kristo. Hivyo madhabahu hapa inaashiria mahali pa kafara na kifo cha ushuhuda. Ni ishara ya sadaka ya maisha ya waumini. Commentary inaeleza kuwa watu hawa waliuawa kwa sababu ya imani yao. Maisha yao yalitolewa kama sadaka kwa Mungu, kama vile sadaka zilivyotolewa juu ya madhabahu. Hivyo chini ya madhabahu inamaanisha kwamba watu wa Mungu walikufa kama sadaka takatifu. Damu yao inalilia haki mbele za Mungu. Hii inalinganishwa na damu ya Habili, ambao ukisoma Mwanzo 4 mstari wa 10, na anaposema roho katika Ufunuo 6 mstari wa 9, ina maana kwamba wale watu waliouawa ambao ni mashahidi wa imani, hawa ni waumini walioteswa na kuuawa kwa ajili ya Kristo. Wanawakilisha wote waliokufa kwa imani katika historia ya kanisa. Hivyo roho hapa ni kundi la mashahidi waliokufa kwa ajili ya neno la Mungu. Mpendwa, roho hapa sio watu wanaoishi kwa fahamu mbinguni, sio watu ambao walikufa wakapitiliza moja kwa moja mbinguni wakiwa na ufahamu wao. Sio kweli. Ni lugha ya mfano inayoonyesha kwamba kumbukumbu ya mateso yao, inaonyesha kilio cha haki dhidi ya dhuluma. Ni sawa na jinsi damu ya Habili ilivyolia, si kwa sauti halisi bali kwa maana ya kudai haki. Mpendwa, madhabahu inaonyesha haki na hukumu ya Mungu. SCD Bible Commentary inaongeza kuwa madhabahu ni mahali pa ibada na hukumu. Inaonyesha kwamba Mungu anaona mateso ya watu wa Mungu na ataleta haki kwa wakati wake. Inaonyesha kilio cha haki. Roho hizi mpendwa, zinaonyesha mateso ya waumini, zinawakilisha kilio cha haki, zinawakilisha hukumu dhidi ya uovu. Mungu anaonekana kusikia mateso yao na ataingilia kati kwa wakati wake. Wakalia kwa sauti kuu akisema, Mola mtakatifu mwenye kweli. Haya maneno yanamwonyesha huyu Mola ni Mungu Baba, na anaposema mtakatifu mwenye kweli anawakilisha Yesu mwenyewe. Na Biblia inaposema kwamba hawa wanadai Mungu wa hukumu, inamaanisha hawataki kulipiza kisasi wao wenyewe, ila Mungu mwenyewe aingilie kati
Mungu mwenyewe alipize kisasi. Hili ndio somo tunapata watakatifu. Tusiweze kuwa na roho ya kulipiza kisasi, bali tuwe na roho ya kuweza kumwachia Mungu. Yeye ndio mwenyewe aingilie kati. Yeye mwenyewe ndio alipize kisasi. Mpendo, Ufunuo 6:11 anasema kwamba wale roho waliouawa walipewa mavazi meupe. Swali ni hili, mavazi haya yana maana gani? Kwa mujibu wa SDA Bible Commentary anasema mavazi meupe hapa ni ishara ya kiroho, si nguo halisi. Mavazi meupe yanawakilisha haki ya Kristo. SDA Bible Commentary inaweza kuwa rangi nyeupe katika Biblia inaashiria usafi, inawakilisha haki, inawakilisha utakatifu. Hivyo mavazi meupe yana maana ya haki ya Yesu Kristo wanaopewa waumini, sio haki yao wenyewe, bali ni haki wanaopokea kwa imani. Mpendwa msikilizaji, ishara ya kuhesabiwa haki, commentary inaonyesha kuwa wale waliouawa walionekana kama waovu na waovu wa duniani, lakini mbele za Mungu walihesabiwa haki, wamekubaliwa na Mungu. Mavazi meupe, mpendwa, yanaonyesha Mungu anawatangazia kuwa wao mavazi meupe yanaonyesha Mungu anawatangaza kuwa wenye haki licha ya mateso yao. Mpendwa, alama ya ushindi na heshima katika utamaduni wa Biblia ilikuwa inaonyesha kwamba mavazi meupe yalikuwa ishara ya ushindi. Ilikuwa inaonyesha kwamba mavazi meupe ni ishara ya furaha, ni ishara ya heshima. Hivyo hapa ina maana kwamba mashahidi hawa wameushinda ulimwengu kupitia imani yao. Mpendwa msikilizaji, wanapewa uhakikisho wa wokovu wa baadaye. Na anasema kwamba ingawa bado wanasubiria ufufuo na hukumu kamili, tayari wamepewa uhakikisho wa wokovu. Mpendwa, hivyo mavazi meupe ni ahadi ya uzima wa milele na ushindi wa mwisho. Inawakilisha ushindi wa mwisho katika siku za Yohana. Mpendwa, huu hakikisho ulikuwa ukiwafariji wa Kristo. Waliona na kushuhudia waumini wenzao wakiuawa na kuteswa na mfalme Nero mwaka wa 64 AD, na ambao walikutana na mateso na kuuawa na Domitian. Katika kila zama kuanzia muda huo, ahadi za Mungu wa watakatifu waliouawa wameambiwa watashangilia, watapewa wokovu siku ya mwisho. Mstari wa 11 anasema wakaambiwa wastarehe bado muda mchache, hata itakapotimia hesabu ya wajoli wao na ndugu zao. Kwa mujibu wa SDA Bible Commentary, maneno haya sikilizaji, hapa anaposema kwamba wastarehe bado muda mchache, maana yake ni nini? SDA Bible Commentary inaeleza kuwa hii haimaanishi kupumzika kwa mwili mbinguni, bali inaonyesha kwamba wanapaswa kusubiria kwa utulivu. Mungu bado hajaweka mwisho wa hukumu. Maana yake ni kwamba Mungu ana wakati wake wa kuleta haki, si mara moja. Mpendwa msikilizaji, hii inaonyesha mpaka itimie hesabu. Inamaanisha kwamba hesabu hapa si namba halisi tu, ni ishara kwamba bado kuna watu wengine watakaopitia mateso. Historia ya kanisa haijaisha bado, hivyo idadi ya mashahidi haijakamilika bado. Wajoli wao na ndugu zao ni kina nani? Kwa mujibu wa SDA Bible Commentary, hawa ni waumini wengine, ni watumishi wa Mungu watakaoteswa au kuuawa kama wao. Hii inamaanisha mateso yataendelea kwa kipindi fulani katika historia ya kanisa. Mungu anaruhusu kwa muda, lakini ana makusudi. Commentary inaeleza kuwa Mungu haruhusu mateso, ataleta hukumu na haki kamili. Ni ujumbe wa tumaini kiasi gani! Hatupaswi kukata tamaa. Ingawa inaonekana kwamba Mungu anachelewa, Mungu anaona mateso yote katika maisha yetu. Mungu anaona hesabu bado haijatimilika. Hata sahau hata mmoja ambaye anateseka kwa ajili ya neno lake. Anamhesabia na anasubiri hesabu itimie ndipo aweze kuhukumu. Asante rafiki yetu mwema, tupatie uvumilivu wa kuweza kuvumilia mpaka idadi ambayo umeweka itakapotimia. Tupatie uwezo wa kuweza kupambana na mwovu. Asante kwa kuwa unatupigania. Asante kwa kuwa utahukumu kwa haki na shetani ataweza kushindwa. Shetani anadai kwamba wewe sio Mungu ambao unatenda haki. Sasa utadhibitisha siku ya mwisho kwamba wewe unatenda haki. Tusaidie na sisi tuweze kuelewa hili na kuwaambia watu, wewe ni Mungu mwenye haki, wewe ni Mungu mwenye huruma, unahukumu kwa haki, humwonei mtu hata mmoja. Asante kwa kuwa Baba tumeelewa hili. Tuongoze na utulinde kupitia jina la Yesu Kristo. Amen.
Kila jambo kwa wakati wake chini ya jua na majira yake. Kila jambo kwa majira yake chini ya jua. Kila jambo kwa kusudi lake chini ya jua. Kwa wakati wake Mungu atayafanya mapenzi yake. Tazama kila kitu ni chema kwa wakati wake Mungu. Kila jambo kwa wakati wake chini ya jua na majira yake. Kila jambo kwa majira yake chini ya jua. Kila jambo kwa kusudi lake chini ya jua. Kwa wakati wake Mungu atayafanya mapenzi yake. Tazama kila kitu ni chema kwa wakati wake Mungu. Umedhani amechelewa, siku nyingi zimepita tangu umuite. Yesu hajachelewa na jaribu lako ni kwa kusudi lake mbingu. Nasema subiri, wakati utatimia. Ratiba ya mbinguni, malango yatafunguliwa. Umedhani amechelewa, siku nyingi zimepita tangu umuite. Yesu hajachelewa na jaribu lako ni kwa kusudi lake mbingu. Nasema subiri, wakati utatimia. Ratiba ya mbinguni, malango yatafunguliwa. Mungu ndiye aliyeruhusu magumu yaje. Ataweka njia, yeye ndiye atafanya njia ya kutokea. Aliahidi hatakuacha uangamie. Muda mfupi wa majaribu yafungua baraka za Mungu. Unayoona kwako ni mazito, atayafanya kuwa mepesi. Mungu ndiye aliyeruhusu magumu yaje. Ataweka njia, yeye ndiye atafanya njia ya kutokea. Aliahidi hatakuacha uangamie. Muda mfupi wa majaribu yafungua baraka za Mungu. Unayoona kwako ni mazito, atayafanya kuwa mepesi. Umedhani amechelewa, siku nyingi zimepita tangu umuite. Yesu hajachelewa na jaribu lako ni kwa kusudi lake mbingu. Nasema subiri, wakati utatimia. Ratiba ya mbinguni, malango yatafunguliwa. Umedhani amechelewa, siku nyingi zimepita tangu umuite. Yesu hajachelewa na jaribu lako ni kwa kusudi lake mbingu. Nasema subiri, wakati utatimia. Ratiba ya mbinguni, malango yatafunguliwa. Umedhani amechelewa, siku nyingi zimepita tangu umuite. Yesu hajachelewa na jaribu lako ni kwa kusudi lake mbingu. Nasema subiri, wakati utatimia. Ratiba ya mbinguni, malango yatafunguliwa.